Habari, kwenye video hii tutajifunza namna ya kusajili mwanachama katika kundi ambalo halijaanza kukutana bado. Kwa maana, kikundi hiki ni kipya. Hatua hizi za kufuata ikiwa ulichagua kundi linaanza mzunguko mpya wakati wa kuandaa katiba. Hatua ni rahisi sana. Tutakwenda kumsajili mwanachama mmoja na kuangalia jinsi ya kumsajili huyu mwanachama ambaye katika mzunguko mpya. Tutaanza na taarifa za mwanachama. Kwa sababu tayari tumeshatengeneza wanachama 5, tukiwa tunafanya mazoezi ya kutengeneza wanachama, tutakwenda kumuongeza mwanachama mpya ili kuonyesha tofauti ya mwanachama yule ambaye alikuwa kwenye mzunguko, katikati ya mzunguko, na mwanachama ambaye anaenda kuanza mzunguko mpya. Utaminya ongeza mwanachama mpya. Tunakumbushana hapa kuna mtumiaji mpya na mtumiaji mzoefu. Kwa mantiki ya kujifunza, tutasema huyu ni mtumiaji mpya, lakini tunaamini kwamba kwa sababu huyu ni mzunguko mpya, ndo wanaanza kutengeneza kikundi chao, moja kwa moja hawa watumiaji ni wapya. Utaminya ijayo. Lakini ikitokea kwamba mwanachama huyo tayari yupo kwenye kikundi kingine ambacho kinatumia mfumo wa DreamSave na ameamua kuingia kwenye kikundi kipya, huyo atakuwa ni mwanachama mzoefu na sio mwanachama mpya. Zoezi la kwanza itakuwa kuingiza picha. Kuingiza picha unaweza ukachagua kamera au maktaba ya picha au ukasema tutaweka picha baadaye. Lakini kwa kujifunza hapa tutaenda kuchagua picha kutoka maktaba ya picha. Utaweza kuona picha ambazo zipo kwenye simu yako. Utachagua picha unaohitaji. Mimi nitachukua picha hii kama mfano, nitasema done na mwanachama yule atakiwa picha yake. Hii ni kama unapokwenda kusajili wanachama, kama hautakuwepo nao wakati unasajili wanachama, unaweza ukawapiga picha mapema ili uje kuwawekea hapa picha. Lakini pia kama hakuna picha na hayupo hapa na hakuna picha kwenye simu, basi unaweza kusema tutaweka picha baadaye. Tutakwenda kuweka taarifa zake za awali za huyu mwanachama. Nitaweka jina, huyu anaitwa Aisha. Tutaweka jina la pili Ali. Huu ni mfano, huyu ni jinsia mke, ameolewa na elimu yake ni ya sekondari. Na mwaka aliozaliwa, amezaliwa mwaka huo, nitasema sawa. Na baada ya hapo nitaminya ijayo. Taarifa za familia nitakapojaza nitaweka ameolewa. Hizi ni taarifa za kukisia za huyu Bi Aisha. Nitaweka namba ya simu ya huyu Aisha. Kumbuka namba hizi nazoziweka ni kwa ajili ya mfano, sio namba halisi. Na nitawasema ninataka kupokea ujumbe mfupi wa maandishi. Na baada ya hapo nitaminya ijayo. Wasifu wa Aisha hapa, maelezo ya ziada sio ya lazima, hivyo nitaachana nayo, sitayajaza, nitaminya ijayo. Kwa sababu tumemwekea namba ya simu mwanachama huyu Aisha, itabidi tumwekee namba ya siri. Na kwa wanachama wangu wote nimewekea namba 111 ili rahisi mimi kukumbuka. Lakini kumbuka, wanachama utakapokuwa unawasajili, utampa mwanachama aweke neno siri. Mkumbushe mwanachama aweke neno siri ambayo atakuwa anaikumbuka, kuepusha shida ya kuingia kwenye kikundi kama akisahau neno siri. Aweze kuitunza pembeni au aiandike sehemu. Na akimaliza ataminya ficha namba ya siri ili atakayemkabidhi mwingine asiweze kuona namba hiyo ya siri. Akimaliza ataweka ijayo. Baada ya hapo inabidi aruhusu mkataba wa yeye Aisha kuweza kutumia mfumo huu wa DreamSave. Akimaliza anatengeneza taarifa zake za awali au taarifa zake binafsi. Baada ya kumaliza atasema imekamilika na ataweza kusema niletee nyota yangu ili kuweza kwenda kwenye hatua ya pili. Kwa kuwa mzunguko huu ni mpya, hakuna akiba, mkopo wala faini ya kurekodi katika hatua hii. Baadhi ya makundi huruhusu wanachama kuweka kianzio au tunaita saa nyingine inaweza kaitwa ada kabla ya mzunguko kuanza. Kuweka kianzio
au ada wakati mwingine inaweza kuwa kubwa kuliko idadi ya juu ya hisa kwa mkutano mmoja. Kwa maana, mwanachama anaweza kuweka hisa zozote zile atakazokuwa nazo, ikiwa kama kianzio anaweza akaweka. Wanachama wanaowekeza mapema wanaweza kuongeza nafasi yao ya kupata faida bora wakati wa kugawana, kwa sababu watakuwa wameweka hisa nyingi kuliko ambavyo wengine watakavyokuwa wameweka. Jinsi ya kuanza hapa, inabidi uchague kama je, huyu Aisha ataweka hisa za kianzio au hataweka. Nitasema ndiyo ili tuone jinsi ya kuweka hizo hisa. Ingiza kiasi cha kianzio hapo, na baada ya hapo utabonyeza ijayo. Kama unasema hisa 30, kwa hiyo hiki ndio kitakia kianzio cha Bi Aisha kuingia kutunza kwenye kikundi hiki cha Amani. Lakini pia kuna chaguo la hapana kama ikitokea mwanachama hana kianzio cha kuweka kwenye kikundi hili. Baada ya hapo nitaweka akiba. Kwa hisa anzia anaweza kuweka hela yoyote ambayo amekuja nayo, lakini ataweka kwa mtindo wa hisa. Baada ya hapo nitasema ijayo. Baada ya hapo inabidi nithibitishe kuwa hiki kiasi kianzio nilichokiweka, je, ni sahihi? Kama ndiyo, nitasema ndiyo, endelea. Na kama sio, kuna makosa, nitakatisha na kwenda kubadilisha. Kwa sababu mimi ninaona kwamba kianzio hiki ni sawa, nitasema nitaminya ndiyo, endelea. Baada ya hapa, utaendelea na mchakato ule wa kawaida wa kuweka lengo la mwanachama. Utaenda ijayo na nitaenda kuweka lengo la mwanachama. Aisha anataka kufanya biashara, baada ya kumaliza mzunguko anataka apate 400,000. Kwa hiyo anaonyeshwa kwamba ili aweze kununua hisa anatakiwa aweze kununua hisa kwa kila 4 kwa kila kikao atakapokuwa mnakutana kila wiki, ili aweze kutimiza hili lengo lake. Na baada ya hapo atahifadhi hilo lengo lake binafsi, na mwanachama huyu Aisha anakuwa tayari ameshatengenezwa kwenye mfumo huu na ameshasajiliwa kwenye kikundi tayari. Baada ya kumaliza kutengeneza wanachama wote, kama mimi na wanachama 6, baada ya kukamilisha nitaminya imekamilika, kwa sababu sina haja ya kuendelea kuongeza mwanachama mwingine. Na baada ya hapo nitaweka imekamilika ili kuweza kukamilisha taratibu za kuongeza mwanachama au kusajili mwanachama kwenye kikundi.